Lengo kubwa la kuweko hapa hizi siku tatu ni mambo makubwa matatu. La kwanza ni kutoa fursa ya kusikiliza na kutatua kero za wananchi wa mkoa wa Dodoma. Tumemsikia Mheshimiwa Rais wetu matamanio yake makubwa ya kuona wananchi wa Tanzania wanaondolewa kero zao na changamoto zao zinatatuliwa. Tumesikia Mheshimiwa Waziri Mkuu Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba akifanya kazi hiyo kwa vitendo, akitufundisha kwa kuonyesha namna gani wanatamani Watanzania watatuliwe kero zao. Lakini tumepokea maelekezo mahususi kutoka kwa Profesa Riziki Shemdoe, Waziri Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, ya kututaka tuhakikishe tunatatua kero za wananchi. Kwa hiyo tulipojiuliza jambo hili tunalitekeleza kwa namna gani, wote tunafahamu tulianza kulitekeleza siku nyingi, na ndipo tulianzisha kauli mbiu ya kero yako wajibu wangu mwaka 2023. Lakini ni ukweli wa wazi kuwa kero hizo hazijaisha, lakini kila siku kero mpya zinajitokeza. Nimeshuhudia hapa na nitoe shukrani za pekee sana kwa hospitali zetu. Hospitali ya Benjamin Mkapa tunashukuru sana. Hospitali ya mkoa, rufaa ya mkoa, wenzetu almaarufu wanasema referral au general inaitwa zaidi. Lakini hospitali ya taifa ya Mirembe au ya afya ya akili, wote hapo na wengine ambao wameendelea kutoa huduma bure za afya katika siku tatu zote. Unapima kipimo cha presha, unapima cha sukari, unapima uzito wako, unaambiwa wewe umenenepa mno na Kwaresma hii utakuwa ufungi vizuri, na vipo na vitu vingine vingi. Kazi na utu. Nitoe wito kwa wananchi wa mkoa wa Dodoma kutumia nafasi hii vizuri, nafasi adhimu ambayo hutaipata kwa urahisi sana. Wameniambia NCCF, PSSF, ukija hapa unapata na kadi yako NCCF moja kwa moja unaondoka nayo. Wameniambia watu wa maji, ukija hapa na kero yako ya maji, wanaenda hapa hapo site, mafundi wapo wanaenda kushughulikia tatizo. Na taasisi zote zilizoko hapa, kwa kweli nilipotembelea mabanda nimefarijika sana na kuona kumbe jambo hili halikuwa mawazo mabaya, ilikuwa ni mawazo ambayo wanadodoma wanayahitaji na labda waliyasubiri kwa muda mrefu. Na nitoe wito, tulitegemea hapa tuwe na taasisi zaidi ya hizi. Ziko taasisi ambazo pamoja na makubaliano mazuri tuliyoyaweka hazijaweza kuja. Kaimu Katibu Tawala, mtataka nipate taarifa ya taasisi zote ambazo hazijafika hapa, ni kitu gani kilichowafanya hawajafika, pamoja na maelekezo yote ya viongozi wetu, pamoja na makubaliano yote na mkoa, pamoja na dhamira ya dhati ya kutatua kero za wananchi wa mkoa wa Dodoma. Tujue walikuwa na tatizo gani kubwa la wao kutofika, ili tuone kama wana sababu za msingi au ni kutojali Watanzania na wanadodoma ambao kwao tumepewa dhamana ya kuwahudumia. Naomba niendelee kuhakikishia wananchi wa Dodoma, mkoa wa Dodoma tumejipanga vizuri katika kushughulikia kero. Naomba niwatie moyo wananchi, nendeni vijijini kwa watendaji wa vijiji na ngazi zote, nendeni kwenye kata kwa watendaji wa kata, nendeni kwa matarafa, nendeni halmashauri, nendeni kwenye ofisi za waheshimiwa wakuu wa wilaya, njooni mkoani. Kama utapata changamoto, ukakutana na mtumishi ana lugha ambayo haiendani na utu wako, Mheshimiwa Rais ametuambia tufanye utu kwa Watanzania, toa taarifa, sisi tushughulike nao. Na ili muweze kuwajua, tumekubaliana watumishi wote wa umma mkoa wa Dodoma. Jambo hili liliwahi kuwepo kwenye historia ya nchi yetu, lakini kwa umuhimu wake tunalirudia tena. Kila mtumishi wa umma avae jina lake hapa,
lijulikane. Unapomhudumia mwananchi ajue huyu anaitwa Rosemary, akinijibu vibaya aseme aliyenijibu vibaya ni Rosemary, akinipongeza akisema vizuri niseme aliyenihudumia vizuri ni Rosemary. Nilipopita kwenye mabanda nimekuta baadhi ya taasisi wamevaa, lakini taasisi nyingine hazivai majina. Ni wakati wa kuvaa majina ili tujuane.